Tulipokuwa tunazungumzia njia boksi, ulisoma, ulipitia messages. Kuna mtu akawa anasema huyu bwana, wewe nikusomee, muulize kama hajawahi kuwa ndani ya box. Hiyo sigda kwenye paji lake la uso inatokana na nini? Ina maana yupo kwenye box la dini na anafuata miongozo yote, so still yupo ndani ya box. Kuwa nje ya box haimaanishi usifuate utaratibu, kwa sababu kumbuka, wewe unaishi uko na binadamu, unaishi na watu. Wanasema uhuru wako unaishia pale ambapo uhuru wa mtu mwingine unapoanzia. Kuna mimi, kuna Shadrack, sijui kuna nani, tunaishi pamoja. Kwa hiyo katika kuishi na watu lazima kuna misingi ambayo unaifuata ya watu wengine tu na kwa faida yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuwa nje ya boksi sio kutofuata sheria, sio kutofuata utaratibu. Ngoja nikupe mfano mmoja mbaya, lakini kwa nini hutembei na mama yako mzazi? Kwa nini mtu hatembei na dada yake? Aya, mama utasema ni mtu mzima, dada yako ni chuma kwa watu wengine, si ndio? Kwa nini hutembei naye? Umenielewa? Unaona utaratibu. Kwa nini ukifika nyumbani kwako, kwa kuwa uko nje ya boksi, ufungui zipo alafu pale sebleni pale ukatoa haja ndogo? Kwa nini ukiwa barabarani unaendesha, wewe unataka kwenda ukiwa na amani na utulivu, ndio maana unakubali kukaa pale kushoto? Maanake utaratibu ni kwamba jamani, barabara ni hii, ili tuitumie, tuweke utaratibu ili mambo yako wewe uliyekuwa nje ya boksi yafanye nini? Yaende. Kwa hiyo ndio maana unakubali kusimama upande wa kushoto, gari zinazokwenda na zinazorudi zinakuwa upande wa pili. Maanake pale ungeniambia kwamba ili kwa kuwa mimi niko nje ya boksi basi utoke ukae upande wa kulia, upande wa kushoto, patakuwa na maisha hapa.